tuchunge ndimi zetu, tusiwachanganye watu. Na mimi nashauri mwenyekiti, mtu akitoa kauli za ajabu ajabu, hata kwenye mambo muungano, kuna watu walikuwa wanaondolewa kwenye nafasi. Akionekana anazungumza habari za kupinga muungano, kuwagawa watu, haraka wachukua hatua. Sasa kuna nini? Kama mtu anataka kwenye bunge hili anatuambia kuna Yuda kwenye serikali, alafu hayupo hapa, tuonyeshe yule nani. Mimi napendekeza mwenyekiti, huyo tunaambiwa aliwe kumtukana mheshimiwa Mwinyi kule Zanzibar, alafu anakuja hapa akapata nafasi ya ubunge kwenye bunge hili. Alipofika mara ya kwanza tu akaomba ubunge tu na klabu, ikaonekana sisi hatuna mahitaji, hatuna vipaumbele, hatukujipanga, hatujakaa sawa. Ameibuka kwamba kuna Yuda. Kwanza atuambie Yuda nani. Tunaheshimu Mheshimiwa Rais, Amiri Jeshi Mkuu na kiongozi mkuu wa nchi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Pili, tuna makamu wa rais, msaidizi wa rais, tunaye waziri mkuu, mtendaji mkuu. Viongozi wote watatu hawa tunawaheshimu, tunaunga mkono, tunashika mkono, tufanye kazi. Simai humu ndani hatoke. Aleta mtu mwingine ambaye anaheshima, anaheshimu katiba ya Zanzibar, anaheshimu viongozi, anaheshimu mbunge. Hatuwezi kuonekana watu hovyo wote wajibu mwenyekiti. Mheshimiwa hebu tulia kwanza, naomba ukae chini. Mheshimiwa wabunge, tukumbushane, tunajadili bajeti ya serikali. Sasa tujaribu kujiadresi kwenye bajeti ya serikali. Mheshimiwa Mkwabe, endelea. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli lakini kuna mambo yanakera sana, na hawa watatufanya tuwe na pressure. Unajua, wakati tunaenda shule tunajifunza namna kuongoza watu, namna ya kujenga hoja, kuwa wazalendo, kuwajibika kwa Tanzania na kuwa kwa niaba ya watu wengine wachache sio na sauti. Sasa napokuja mtu anatoka ulika mwenyekiti, hata wao ulione kwamba sio sawa sawa. Tunagawanywa pasipo sababu. Kama kuna watu wametumwa, nataka niwaambie za kuambiwa changanya na za kwao kwenye mzee Kikwete ishasema. Kama kuna watu wamekula wamevimbiwa, watujaribia nchi. Twende na utaratibu wa maana. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana, tunamsaidia kushauri fedha kusanywe, Watanzania walipe kodi, tupate maendeleo. Kama kuna mtu ana mpango wake kando, mwambie sumu haionjwi. Sumu haionjwi mwenyekiti. Huu mpasuko sumu haionjwi, aache. Na akome kabisa. Mimi nilikuwa naibu waziri wa muungano wa mazingira. Nimeenda Zanzibar, nimekaa pale nimepokelewa, wala hakuna shida. Na hakuna mtu anahoji umetokea wapi. Twende ambavyo tumeridhishwa na wazazi wetu. Naomba waheshimiwa bunge, mambo haya Watanzania wanatuangalia. Vijana wetu wanasikiliza, wanafuatilia Hansard. Tusitukanwe kwa mambo ambayo tunaweza kuyakataa. Akija mmoja wetu anataka kutoboa mtumbwi ili tuzame wote, nyanyua huyo au hao, tumbukiza wao, tubaki salama na Mama Samia na Nchimbi na Mwiguru na wabunge na Zungu na Tanzania baki salama, tufanye kazi ya Asante sana. Mimi ushauri wangu ni huo. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Muda wako umesha.